jirani wananyolewa tia maji. Ni kiongozi mwenye tajriba katika ulingo wa siasa. Mwanasiasa ambaye amekuwa na ujasiri wa kuikabili siasa ya Kenya kadri inavyokwenda na wakati. Anachukua hiyo mpira ni goalkeeper Charity Ngilu. Amepiga mpira hiyo kwa mbele, kule mpira umepata Uhuru Kenyatta. Mpira. Anakaribu na Ruto lakini ameshika Ruto. Amempatia Mudavadi. Mudavadi anaenda na mpira. Amecheka tena. Amepatia Kalonzo. Kalonzo msoka na mpira. Mpira Kalonzo msoka. Anapatia Kalonzo. Amepatia Raila. Raila na mpira. Lakini kama wasemavyo Waswahili, hakuna mchele unaokosa dume. There are no sacred cows in ODM. Hatutaruhusu unyakuzi wa chama kwa njia yoyote. Wanachama wanajulikana kwa vitendo na maneno. Katika safari hii amempoteza pia Otieno Kajwang, ambaye kando na kuwa rafiki na msiri wake mkubwa, alikuwa mwamba wake wa kisiasa eneo la Luo Nyanza tangu kuaga dunia kwa Jaramogi Oginga Odinga. Je, changamoto hizi zitamjenga Raila Odinga au ndio zitatilia kikomo safari yake katika ulingo wa siasa? Tatumia risasi ya mwisho. Ukakamavu wake wa kisiasa unahusishwa na babake Jaramogi Oginga Odinga, ambaye alitajwa kuwa simba wa kisiasa wa Luo Nyanza. Na kwa kuwa moto huzaa moto, ndivyo ilivyo kwa Raila Odinga, ambaye anaonekana kurithi mengi yanayofungamana na siasa kutoka kwa babake. Tulikuwa marafiki sana. Alitupenda sisi kama watoto wake. Mingi akiwa akienda kwa mikutano ya kisiasa alikuwa anaenda na sisi. Na wakati wa likizo yeye alikuwa anatuchukua akienda kwenye ziara yake. Mbeleni unajua yeye alikuwa ni mfanyabiashara. Alizaliwa katika boma la Mary Juma Odinga na Jaramogi Ajuma Oginga Odinga mwaka 1945. Mwaka aliozaliwa, babake Jaramogi Oginga Odinga alikuwa ameingia vilivyo katika siasa za Kenya. Jaramogi alijiunga na chama cha Kenya African Union KAU miaka mitatu baada ya Raila Odinga kuzaliwa. Odinga Kingi Jotego Kingi. Alikuwa anaitwa Odinga Kingi. Kingi means king. Nenu ruodhi Jotego, ruodhi jomane kayo ngaga. Alikuwa king ya traditional dancers, walikuwa wanaweka kofia ya Kijaluo. Yeye ndio alirevive kiti ya Kera hapa katika Kenya. Akawa Kera ya kwanza mwaka wa 1952. Wakati huu alianda mradi ya kujenga jengo la ukumbusho ya yule aliyekuwa diwani hapa Nairobi, Ambrose Ofafa, ambaye aliuawa hapa Nairobi. Sasa akajenga hii inaitwa Ofafa Memorial Hall. Anazuru kwa mfano katika likizo nyingine alienda na mimi Uganda. Tukazuru Uganda yote tukichangisha pesa. Na ndugu yangu mkubwa Buru alienda naye Tanzania. Kwa hivyo na wakati hiyo alikuwa anafanya haya na vile vile anapiga siasa. Kwa hivyo mambo ya siasa tulianza nayo mapema. Oginga Odinga, ambaye awali alikuwa mfalme wa Waluo au kipenda Ker, alikuwa amejiondoa kutoka wadhifa huo ili kuruhusiwa kuingia katika siasa. Anyola na kano chako siasa neno. No Maseno mubiro dala. Alitoka Maseno akakuja nyumbani. Jinocho kama jodalo wakoda swafu chief koda chief. Alikusanya watu wengi wa village wakakuja, hata chief kawaambia yeye anataka kukua politician. Yeye pamoja na Masindinu Lilo walikuwa na fundisha huko Maseno. Yeye mwenyewe alisema ati Maliro alipaswedi yeye
kuingia kwa siasa. Sasa yeye mamwambia Mlio, mimi haiwezi kuingia kwa siasa hata kama wewe hayuko. Na ulipowadia mwaka 1957 akachaguliwa kuwa msemaji wa kisiasa wa jamii ya Waluo. Mwaka huo huo alichaguliwa kuwa mbunge wa Nyanza ya Kati. Wakati huo alikuwa anawakilisha sehemu ya Nyanza katika Lejiko. Alipochaguliwa amekuwa na matata mengi sana na wale wengine, kwa sababu wengine waliochaguliwa walikuwa nusu watu waliokuwa wanataka wasikizane na Wasungu nusu na Wahindi nusu, lakini Odinga alikuwa anataka Africa for the Africa. Ni vigumu kuthibitisha iwapo huo ndio ulikuwa ubatizo wa Raila Odinga katika siasa, lakini wapo wanaoamini kuwa ilikuwa sadfa kwamba alizaliwa wakati ambapo babake alikuwa akijikita katika siasa. Jaramogi au mama yangu hawakuwa anataka mtoto huyu afanye hii au hii. Jaramogi aliwaachia kila mtu huru yake. Kinyathi niko na eno gima wuon timo, kinyathi kaonge kitu wuon. Unajua mtoto huwa anafuata baba. Kama mtoto kijana akiona baba anapenda hii, hata yeye atashika vitu baba anapenda. Sasa hivyo ndiye alianza. Kuna yeye nyitinde gonge na siasa maneno na kume neno. Sio yeye aliwachagua, watoto waliona tu vile baba anafanya wakapenda. Angependa Raila ndiye awe siasa kwa sana, angepafi uburu mkubwa, lakini aliniambia Odinga mwenyewe ya kwa Raila ndio ilichukua uongozi. Sababu gani? Ya kwanza ulisema ni uburu. Anasema mama yake kama hajakufa, aliniambia wewe nimemfanya mtoto wangu kushikwa, kupigwa. Sasa mimi naenda kufa na yeye is in exile kwa sababu ya siasa yako. Kwa hivyo yeye ndio utampa yeye. Odinga aliniambia. So I had to tell people that Odinga wanted Raila to take over. Siasa imekuja peke yake. Manake nilianza siasa nikiwa mdogo, nikiwa mwanafunzi katika chuo kikuu. Ni familia iliyoenziwa na bado inaenziwa sana na jamii ya Waluo. Wengi wakisema ni kutokana na mchango na kujitolea kwa Jaramogi Oginga Odinga katika kufaidi jamii ya Waluo. Alijulikana kama Jaramogi kwa maana ya mtu wa watu wa Ramogi. Almost anybody who in a way came up to give them hope, you'd find people going in that direction. But that being as it were is not to mean that it was the right thing to happen. Maybe it's got to do with the leadership deficit that the country has had. Kenya, in my view, remains a sleeping giant because of that. Mapenzi ya baba ya Raila ndio imemwendeleza watu, imeongoza watu Waluo wapende mtoto wa Jaramogi Oginga Odinga, Raila Odinga. Na tena pia ujuzi wake na ujasiri wake imefanya naye jamii ya Waluo kumpenda yeye. Sawa na babake ambaye alikuza sana biashara, alipomaliza masomo mwaka 1971, Raila Odinga ambaye alikuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi tangu alipowasili nchini kutoka nchini Ujerumani, aliingilia sekta ya biashara na kufungua kiwanda cha kutengeneza mitungi ya gesi. Mwaka wa 1974 akaingia katika halmashauri ya ubora wa bidhaa na kupandishwa daraja na kufanywa naibu mkurugenzi wa kiwanda hicho. Hapo sasa ndio mambo yalianza kumwendea mrama. Alikamatwa na kuzuiliwa kwa muda wa miezi 6 kwa tuhuma za kuhusika katika jaribio la kuipindua serikali ya Rais mstaafu Daniel Arap Moi. Kwanza sisi tulikuwa kikundi ambayo tulikuwa tunajiita wakombozi. Na hii kikundi ilijumuisha
wale wa Kenya ambao walikuwa wanataka mabadiliko, kuondolewa kwa ile fungu ambayo waliweka kwenye katiba ambayo ilikuwa inaitwa Section 2A ya kupiga marufuku kwa sajilishwa kwa chama kingine japokuwa ni mama na dada, yani KANU. Tulianza hii wakati tulienda kufanya kampeni Mheshimiwa James Orengo kule Ugenya. Tukafanya kampeni kwa Phoebe Asio kule Karachuonyo, na tukaelekea kule Nyeri mjini kufika kampeni kwa jamaa alikuwa anaitwa Wang'ondi wa Kariuki. Tukaamua tujaribu kusajilisha chama tukiwa pamoja na Jaramogi, tukakatazwa. Hapo ndio kukawa sasa kuna shida na kukawa na ile majaribio ya kupindua serikali na kikosi cha wanahewa. Na sisi vile vile tukashikwa. Na mimi na wenzangu tukashtakiwa kwa kupanga majaribio ya kupindua serikali. Lakini walikuwa hawana ushahidi. Baada ya kuwekwa rimandi kule kamiti kwa miezi 6, wakalazimishwa kuondoa hiyo shtaka. Kwa hivyo nataka ijulikane kwamba serikali yenyewe ili withdraw hiyo shtaka na ikaweka kwa kimombo nolle prosequi. Lakini baadaye tukashikwa hapo mahakamani na tukapelekwa gerezani sasa kama detainees. Tukazuiwa kisiasa. Nikauliza miaka 6 huko gerezani. Mamake alifariki akiwa bado kizuizini mwaka 1984 na ilichukua maafisa wa magereza miezi 3 kumjulisha kuhusu kifo cha mamake. Wakati mama alipoaga, ndugu wangu mkubwa Dr. Oburu alinitumia mimi telegram kuniarifu ati mama ameondoka. Akauliza serikali iniruhusu niweze kwenda kuzika mama yangu. Hiyo telegram ilichukua miezi 3 kabla hawajanipatia. Walipokuwa wananiletea mimi hiyo telegram, jamaa alikuwa ananiangalia kimacho ikiwa kama ningekuwa ni mtu mwingine amenivutia. Lakini mimi nikajifanya mimi na hasira zaidi. Alisalia gerezani hadi Februari mwaka 1988, lakini akajipata tena gerezani miezi 7 baadaye kwa tuhuma za kujihusisha na wanaharakati waliokuwa wakipigania mageuzi na mfumo wa vyama vingi. Torture chambers ambazo zimejengwa kuweka watu huko ndani. Mimi nimekuwa huko Nyayo House, nimekaa huko usiku 10 nikipigwa, nikiwekwa kwa maji na yale yote. Aliachiliwa huru mwaka 1989 na kukamatwa tena tarehe 5 mwezi Julai mwaka wa 90, siku 2 kabla ya maandamano ya 77 kufanyika. Alikamatwa akiwa pamoja na waziri wa zamani Kenneth Matiba na aliyekuwa wakati mmoja meya wa Nairobi Charles Rubia. Japo serikali ilidhania kwa kuwazuilia watatu hao maandamano ya 77 yangesitishwa, viongozi kama vile Martin Shikuku, James Orengo na Gitobu Manyara waliongoza maandamano ambapo watu zaidi ya 100 walifariki. Raila Odinga aliachiliwa Juni 21 mwaka 1991. Kilichojitokeza bayana kwenye vita hivi ni harakati za kupigania mageuzi nchini na hasa mabadiliko kwenye katiba ambayo yangeruhusu mfumo wa vyama vingi. When you're in a struggle, you cannot say that I'm going to win within 6 months or within a year. The struggle means that you remain in the struggle until you succeed. Alipoachiliwa huru Raila Odinga,
alielekea mafichoni nchini Norway kufuatia madai kwamba palikuwa na njama ya kumuua. Hii ilikuwa baada ya kuwekwa ndani mara ya 3. Na wakati huo ndio rafiki yangu Marekani ambaye alikuwa anafanya kazi ya ujasusi alikuja akaniambia ati hao jamaa wana mpango mbaya. Niliondolewa hapa kisiri na mimi nikatoka mpaka nikaenda mpaka Kampala. Na kutoka kule Kampala nikafanya mpango na nikaenda huko Norway, pale ambapo nilikuwa kama mkimbizi wa kisiasa. Tukitaka kuimarisha chama cha KANU lazima tuangalie kwamba tunasafisha. Na kusafisha sio kusema kusafisha na kuna Ford ndani yake, ili tuone hawa walio katika siasa, wale walio watumishi wa serikali, tuondoe ile section ya katiba ya Kenya ya 2A. Na pindi kipengee 2A cha katiba kilipoondolewa, Raila Odinga karejea nchini kujiunga na Ford Kenya kilichokuwa kikiongozwa na babake Jaramogi Oginga Odinga. Ford Kenya kilijitenga na Ford asili ambacho kilibaki kuongozwa na Kenneth Matiba. Kilichosambaratisha chama hiki ilikuwa ni tofauti baina ya Matiba na Oginga Odinga kuhusu taratibu za kumchagua mgombezi wa urais. Kenneth Matiba na Martin Shikuku walitaka uteuzi wa moja kwa moja. Wanachama wapendwa wa Ford Kenya, huku Oginga Odinga na Masinde Muliro wakipendekeza kuchaguliwa kwa njia ya kidemokrasia, na hapo basi Ford Kenya kikabuniwa. I want you to think very deeply and also to know anything which is given to you at the moment is nothing. Put on your ukanda. Funga sawa sawa. Sasa tutakuwa na rais mpya, Kenneth Matiba. Sisi kama Young Turks, tulikuwa naitwa Young Turks. Tulikuwa 5. Paul Mwite, Anyang' Nyong'o, James Orengo, Joe Ager na mimi. Wa 6 mwingine alikuwa ni Jaramogi. Yeye ndiye tulikuwa tunasema yeye ndio alikuwa ni the oldest of the Young Turks. Tulikuwa atuangalie ukabila yetu. Wewe unatoka kabila hii au kabila hii. Sisi tulikuwa tunapigania kama wazalendo wa Kenya. Baadaye tukaleta wazee pamoja. Na mpaka tukapigania mpaka section 2 ikaondolewa. Wakati tangazo linaondolewa, kikundi kikajitokeza inaitwa Friends of Ford. Friends of Ford. Ni marafiki ya Ford. Hawa ni walikuwa ni viongozi walikuwa ndani ya KANU kwa miaka hizo zote. Lakini sasa walikuwa wanaona kama kuna hizi mawimbi inakuja yenye nguvu. Wakaanza kujitoa kule kuja pande hii. Wakati huo hata DP vile iliundwa na wale ambao walikuwa wamesema ati viongozi ambao wanapigania mageuzi kama yule mtu ambaye anajaribu kukata mti ya mgumu na wembe. Lakini sasa wao vile wakaondoka kule wakaanza chama chao. Hawa ndio walileta siasa duni ya ukabila ndani ya Ford. Hawa ndio wakaanza kusema sisi ni kabila kubwa, hatuwezi kuongozwa na mtu ambaye ametoka kwa kabila ndogo. Sisi hatuwezi kuongozwa na mtu ambaye bado hajakatwa na kadhalika. Uliodhaniwa kuwa mwamko mpya kwa Raila Odinga ukawa ndio mwanzo wa changamoto nyingine kwake. Wakati huu changamoto ikiwa kupewa wadhifa katika chama cha Ford Kenya. Wengi walihisi haingekuwa bora kwa Raila Odinga na babaki kushikilia nyadhifa kuu chamani. Na hivyo ikaamuliwa kuwa Raila Odinga apewe wadhifa wa naibu mwenyekiti
wa kamati ya malengo ya chama. Muda si muda akapandishwa daraja na kupewa nafasi ya naibu mkurugenzi wa uchaguzi wa chama. Wenzake kama vile Paul Mwita na Michael Kijana Wamalwa nao walifanywa manaibu wa kiongozi wa chama. Jaramogi alipoaga dunia mwaka 1994, Raila Odinga alianza tena upya vita vya kupigania uongozi wa chama cha Ford Kenya. Na hasimu wake wakati huo ilikuwa si mwingine bali ni Michael Kijana Wamalwa ambaye alikuwa katika nafasi bora ya kuchukua wadhifa huo. From now on, I have resigned from being the umpire of Ford Kenya. We'll have another go. We are not giving up. The party is still there. The constitution has not been suspended. The NEC is still there. We'll have another go at another election. Wamalwa Kijana is no longer chairman of Ford Kenya. Okay? Ford Kenya is now going from henceforth to be led by a caretaker committee. Uchaguzi huo ukavurugika na Raila Odinga kuamua kujiondoa kwenye marudio ya uchaguzi huo. Time has come to change course. Unaamini hizo siasa za ubinafsi ndio zilileta tofauti baina yako na Kijana Wamalwa baada ya Jaramogi kuaga dunia katika chama cha Ford Kenya? Wakati ile kulikuwa na mambo ya Goldenberg. Wakati hiyo Jaramogi alikuwa ametoka, amewaga, yeye ndiye alikuwa mwenyekiti wa Public Accounts Committee. Marehemu Wamalwa Kijana akachukua nafasi hiyo. Na tulikuja tukatofautiana juu ya mambo ya Goldenberg, ya kamati kupendekeza hata Bwana Patni alipwe pesa zaidi. Ati yale ambayo ilikuwa imefanyika katika hiyo mambo ya Goldenberg ilikuwa ni halali, na mimi manake nilikuwa na ushahidi kuonyesha kwamba Goldenberg haikuwa halali. Na mimi nikatofautiana na kamati hiyo ya Public Accounts Committee. Hiyo ndio ilileta tofauti kubwa sana baina yetu. Kwa kudadisi kwa kina safari ya Raila Odinga kufikia wakati ambapo babake aliaga dunia, ni dhahiri kwamba ungedhania ulikuwa ukisoma kitabu cha mtu mmoja. Kwa kiasi kikubwa nakala zilikuwa sawa. Oginga Odinga alijipata taabani na kuwekwa kizuizini kwa kukwaruzana na serikali ya hayati Mzee Jomo Kenyatta. Katika mambo ya kisiasa mara nyingi baada ya watu kupigana na adui huanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Jaramogi alikuwa anataka mali ya wazungu. Mzungu akienda mali za mashamba yao igawiwe watu wale ambao mashamba yao yalichukuliwa. Kwa sababu ndio ilikuwa kiini cha mzozano. What Jaramogi was telling him, the people around him did not want to hear. They were claiming Jaramogi yeye anataka kupindua serikali yako, yeye anataka wewe. Do not behave in a manner that you can outshine your master. Hivyo ndivyo alivyoonekana Jaramogi kwa macho ya Kenyatta na wale ambao walikuwa na msingira Kenyatta. Hata hivyo, kuna wasiokubaliana na usemi kwamba alivyoendesha siasa Raila Odinga kuna uhusiano na jinsi alivyoendesha siasa zake Jaramogi Oginga Odinga. Wajuzi wanasema japo aliendeleza siasa kutoka alikoachia babake mzazi, Raila Odinga alibuni mikakati iliyoana na sera alizotaka kuuza. Vile siasa ilikuwa inaendeshwa na baba yake si vile Raila anaendesha. Iko na umotomoto kwa siasa ya Raila Odinga. Kisichofichika hata hivyo ni kwamba japo Jaramogi alisusia nafasi ya kutangazwa rais wa kwanza wa taifa na badala yake kumwachia nafasi hayati Mzee Jomo Kenyatta sawa na mwanae, wote walipata motisha ya kuwania kiti cha urais, japo hakuna kati yao aliyefanikiwa kuingia ikulu licha ya kuwa na ufuasi mkubwa. Baba yake hakupewa nafasi ya kuongoza nchi na hali alipigania uhuru wa Kenya kwa dhati na nguvu nyingi. Wengine wakasema wacha Raila akae karibu, hata akikaa katika ya president hata saa moja tu, hiyo itoshe
ili ionekane kama ni zawadi kwa kazi ya baba yake. Hawa wamefanya vizuri, lakini kwa bahati mbaya hakuna mmoja wao anaonekana baba yake akukaribia kiti cha rais, na sasa hii mtoto wake angali anaengaenga nje, ataingia huko Ikulu. Let us make December 29, 1992 a turning point in the history of this nation. Ari ya Jaramogi ya kuingia Ikulu ilidhihirika alipojitosa kinyang'anyironi kwa tiketi ya chama cha Ford Kenya, punde baada ya Ford kugawanyika. Hata hivyo, ndoto yake haikutimia na badala yake kujipata katika nafasi ya 4 kwa 17.5% za kura zilizopigwa. Hata hivyo, alifaulu kurejea bungeni na kuwa mbunge wa Bondo, japo hakupata tena nafasi ya kuwania urais. Aliaga dunia mwaka 1994. Yapata mwaka mmoja hivi baada ya Jaramogi kuaga dunia, Raila Odinga akafungua ukurasa mpya katika ulingo wa siasa. Alijiuzulu kutoka nafasi ya ubunge eneo la Lang'ata, nafasi aliyopata kupitia chama cha Ford Kenya, na kujiunga na chama cha National Development Party NDP. Tuliona kwamba hakuna haja ya sisi kusukumana ndani ya chama ikiwa kama tuna tofauti. Alifaulu kunyakua tena wadhifa huo kupitia tiketi ya chama cha NDP. Odinga aliwavutia wanasiasa wengine kutoka eneo la Nyanza, wakiwemo wabunge, katika kujiunga na NDP na kukifanya chama hicho kuwa chama kikuu cha upinzani bungeni. Kilipata umaarufu na uungwaji mkono eneo la Nyanza. Umaarufu wake ulifanikiwa kuwarejesha bungeni wabunge 21 baada ya uchaguzi wa mwaka 1997. Members of this party have placed a very great responsibility upon me to try to build this party to be a strong party that can be able to win the next general elections. Na huo ndio ulikuwa mwanzo wa safari yake ya kuingia Ikulu. Mwaka 1997 alijitosa uwanjani kupigania wadhifa huo, ambao pia uliwavutia wagombeaji wengine kama vile Mwai Kibaki na rais mstaafu Daniel Arap Moi. Hata hivyo, Raila aliridhika na nafasi ya 3 nyuma ya Moi na Mwai Kibaki. Kuanzia hapo akaanza kutupia macho KANU, na mwaka 2001 akaelekeza wafuasi wake wa NDP katika chama cha baba na mama KANU, chini ya nembo maarufu ya jogoo. Chama cha NDP kimeshajidissolve. Tutaishusha bendera ya NDP. Then they raise the other one. They beat them out. The merger of KANU, a party of government since independence, with the NDP, a proactive and pragmatic party of opposition, presents us with an opportunity to serve Kenyans better. The idea is not merely to dilute one party or swallow another party. There come a time when the nation is more important than an individual. Napendekeza Mheshimiwa Raila Amolo Odinga awe katibu mkuu. Hatua aliyoichukua ikampa nafasi ya katibu mkuu wa chama na pia waziri wa kawi chini ya serikali ya Moi. Mimi kwa mfano na wengine tukawa deputy. Moi alikuwa bado ni mwenyekiti, sisi tukawa pale deputies, Raila akakuja akawa secretary general. Kumbuka, katika vita vya kupigania mfumo wa vyama vingi alikuwa hasimu mkubwa wa utawala wa Moi.
Lakini kwa kuwa hakuna maadui wa kudumu katika ulimwengu wa siasa, wakaamua kulisakata rumba la siasa kwa mahadhi ya taratibu. Moi baba wetu, ndiye taa Kenya. Wajuzi hata hivyo wanasema kuingia kwake katika chama cha KANU hakukumaanisha kwamba alikuwa ameuzika uchungu wake dhidi ya utawala wa KANU. Tukaketi chini, tukaona ati sasa Moi anaanza kustaafu. Kuna eneo mingi ya Kenya ambayo zilikuwa wakati huo zimezuiliwa, upinzani ilikuwa hawezi kuingia eneo hizo. Na tukaona ati hatuwezi kupata hiyo ikiwa kama KANU ambayo ilikuwa ni chama tawala iko nje. Tukaanzisha sera ambayo ilikuwa inaitwa Cooperation of all political parties. Baadaye tukakubaliana tufanye ile kitu inaitwa partnership. Baada hiyo ushirikiano basi ndio sasa tukaongea na KANU. Tukasema sisi hatuwezi kuingia kwa KANU ile chafu, mpaka iwe KANU mpya, sera mpaka iwe tofauti. Ndio sababu tukaita New KANU. Kuna kama yule katibu mkuu wakati ule Joseph Kamotho na wale wengine ambao wakishikilia viti vya kitaifa, walikuwa na wasiwasi sana wakati walipoona jambo la maja kati ya NDP na KANU. Na wakati huo sasa ndio Moi akatuchukua sisi wengine, akatuambia kama the young people, akasema nyinyi muende mkae mjaribu kutusaidia vile maja hii ya KANU na NDP inaweza fanyika. Alikuwa ameiona nafasi ya kupanua mbawa zake katika siasa na hakusita kuinyakua. Lakini hata kabla ya kupaa, nataja moja kwanza, alafu watafanya mwingine. Na huyu ni Uhuru Kenyatta. Mbawa hizi zikanyuma makali mwaka 2002 pale Moi alipomchagua Uhuru Kenyatta kuwa mrithi wake wa kisiasa. Tulipokuwa kule ndani, kukawa kuna mvurutano huko ndani, ile KANU ya mkongwe na New KANU. Kwa tukafika wakati ambao Moi mwenyewe anasema yeye ndiye anateua yule ambaye atakuwa candidate ya chama. Na nikamwambia kupana, kama tuliingia hapa na tulikubaliana, masharti ilikuwa ni kwamba chochote ambaye atachaguliwa mpaka apigwe kura na wanachama wa chama. Yeye akaanza mahali akatangaza tayari ameteua yule ambaye atamrithi. KANU basi ndio hiyo. KANU hiyo sasa mama na baba, Moi anakuja anasema anaona Uhuru ndio anatosha. Sasa pale tukapitana. Ya? Nikasema sasa imekuwa project haiwezekani sasa. Basi tukakosana, basi tukatoka. Na mimi kwanza nilikuwa nimetetea kiti changu. Sasa walikuwa wanaona hawa kwamba huyu Kalonzo sasa ana mafikira ya kuongoza nchi, wacha tumkate miguu. Kilichomghadhabisha Raila na wengine ni kwamba hawakudhani Uhuru Kenyatta alikuwa amekomaa kisiasa. Kila mtu ana haki ya kusema mimi nataka hii, mimi nataka hii. Sivyo? Lakini mwishowe ni wanachama wa KANU ambao tutapeleka Kasarani, na kule ndio wao wenyewe kwa kura ya kisiri wataamua ni nani ambaye atachukua tiketi ya chama chetu kuelekea nayo kwa uchaguzi. Hapo akakusanya tena virago vyake na ubavuni akawavutia Profesa George Saitoti, Kalonzo Musyoka, JJ Kamotho na Mudi Awori katika kukiasi chama hicho. Kulikuwa na watu 7 wote ambao walikuwa wanataka kuwania urais. Tukaketi chini tukasema ati mpaka lazima wengine wawache na hiyo mtu mmoja. Sasa kila moja akawa na ulafi ya kujaribu kuchukua. Mimi mwenyewe ni karibu niwe victim. Ndio mimi sijui kama Raila alikuwa pia ananipiga wakati ule, kwa sababu nilikuwa nikidhani yeye ni rafiki ya Mwau, John Aaron Mwau. Kwa nimuuliza, "Zumwambie huyu mtu yako awachane na mimi." Okay?
wote hatukupendelea vile alivyofanya wakati ule, kwa sababu unakumbuka kulikuwa na marehemu Saitoti, mimi nilikuweko, kulikuwa na Ngala, kulikuwa na Raila pia ambaye sasa alikuwa wakati huo yuko pale, na yeye mwenyewe akaamua tu pana anataka apendelee mtu fulani ambaye ni rais wa sasa Uhuru. Nakumbuka Uhuru aliingia very easily vice chairman Central. Mudavadi alikuwa anamenyana na Cyrus Jirongo Western. Mpaka nakumbuka Jirongo akisema huyu mjamaa amelia, nimemwachia hicho kiti. Katana Ngala akachaguliwa easily huko Coast. Mimi ngoja nipingwe. My friend Joe Nyaga kutoka Eastern anasimama. Mwau. Nakumbuka Mwau anasimama. Wao hao wengine withdraw, mimi nabaki tuende sasa Kasarani on the floor. Joe aliona mood akajiondoa. Ikabaki mimi na Mwau tunaenda kule, nikapata proposal, Mwau hakupata proposal. Alipata proposal no second. Basi nikachaguliwa tarehe 18 March 2002 as a vice chairman. June nimetangaza I'm running for president. Naye mzee Moi anaenda anasema Wakalenjin walitokea sijui Mlima Elgon, akatangaza candidature ya Uhuru kule. Nikabiti hiyo deadline yake. Basi kikaumana sasa. Rainbow. Mimi nikaanzisha rainbow, inchi ikawa rainbow. Kumbe na kina Kibaki na kina Charity Ngilu na Wamalwa nao kwa na NAK ambayo haina nguvu. Okay? Ilikuja ikawa energized na rainbow. Hapo wakawa wamejiunga na ligi mpya, ligi iliyojulikana kama Liberal Democratic Party LDP. Katika mchuano huu akawasajili wachezaji zaidi kutoka timu ya NAK ya Mwai Kibaki, na hapo ukabuniwa muungano maarufu wa NAK. We have negotiated, we have gone through very difficult process of negotiations. I know many of our friends may not have been happy with what we have been doing. We have been called names. We have been told that we will not get anywhere. But I want to say that those prophets of doom have now been proved wrong. Rainbow and NAK are today in the same democratic boat. Today, we are gathering to cement our unity ahead of victory. This is the ultimate solution to the removal of Moi from power and the casting to the bushes of his so-called project. This initiative was inspired by one burning desire by the Kenyans to see a united democratic front within the opposition that can rid this country of authoritarian rule and restore democracy to our motherland. Katika makubaliano yaliyotiwa saini, Mwai Kibaki angesaidiwa kumwondoa mamlakani Daniel Arap Moi, kijana wa Malwa kufanywa makamu wake, na Raila Odinga kuvishwa jezi ya waziri mkuu. MOU inaweka wazi kwamba sasa tunakubaliana candidate ni Kibaki, tunampa pointi 3. Wamalwa vice president wa kwanza pointi 2, Kalonzo vice president pointi 2 kutoka kwa mlengo wa Rainbow. Naona Kibaki akatulilia sana, akatuambia alikuwa amepromise Wamalwa afadhali sasa mimi nikubali Wamalwa haanze, lakini kwa sababu tutabandilisha katiba kwa miezi 3, basi tutakuwa na ile vice president mwingine. Raila prime minister point 2, right? First deputy prime minister George Saitoti, second deputy prime minister Charity Ngilu, third deputy prime minister Kipruto Arap Kiro. Unaona? Chief coordinating minister Uncle Mudi Awori. Hiyo ndio ilikuwa tumekubaliana. Sasa ambao hawakuwa kule tuliposhinda, sasa Rainbow Coalition imeshinda,
wengine hakuwa wameshughulikia mambo haya, wakaingilia sasa. Na ikumbuke rais mwenyewe sasa akapata ajali, anashinda kati ako kwa wheelchair. Tulipoenda kule uwanjani hapo kwenye Uhuru Park, mimi nikatangaza ati Kibaki tosha. Na raia wakakubaliana na mimi ati inafaa tuweke mtu moja na hawana shida na bwana Kibaki. Na hiyo ndio yaka mwanzo, na tukaendelea na tukafanya campaign, ingawaje bwana Kibaki akapata ajali wakati wa campaign, lakini tukaendelea mpaka tukapata ushindi.